بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, sala na salam zimwendee mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaofuata kwa wema, Allahumma amin. Tunaendelea na kitabu chetu ambacho ni cha malezi, ambacho kinazungumzia vipi utamlea mtoto wako kunako zama hizi kwa kujisaidiza kunako kanuni 30 za malezi. Na bila shaka tupo katika msingi wa 5. Na darasa letu la leo halitokuwa lirefu, maana hatutounganisha darasa la msingi wa 5 na msingi wa 6. Kwa kuwa msingi wa 6 ni mrefu kidogo, itabidi tutengee muda wa kipekee. Lakini msingi wetu wa 5 ambao ndio tunazunguruka nao siku yetu hii ya leo, tumeona msingi wa kwanza ambao ulikuwa unazungumzia kuwalea watoto sawa na umri, yani kuwagawa kimatabaka ya umri. Hilo tumeliona na tumelimaliza, walilahi alhamd. Na baada ya hapo tukaja kwenye msingi wa pili, ambao ni msingi ulikuwa unazungurukia katika kuwatendea wema wazazi. Tuwatendee wema wazazi wetu ili kutaka watoto nao pia watutendee wema. Msingi wa 3 ulikuwa unazungumzia upole na ulaini kwa watoto, yani wazazi wao wapole, wawe wakarimu, wawe walaini mbele ya watoto zao. Msingi wetu wa 5 ni msingi ambao unasema an yakuna hadafu almurabbi min tarbiyatihi liabnaihi. Mzazi katika malezi ya kumlea mtoto wake awe na malengo. Lengo gani ambalo linalokusudiwa? An yakunu salihina muslihin. Wazazi wawe na malengo ya kutaka watoto zao wawe wema, salihina, wawe wema, muslihina, wenye kuwatengeneza wengine. Kila mzazi inabidi amuandae mtoto wake aje kuwa mwema katika jamii, aje kuwa kiigizo bora katika jamii, aje kufunza umma, aje kufundisha kitabu na sunna. Mzazi kuwa na malengo kama hayo. Mustaqimina lillahi ta'iina. Watoto wawe katika usawa wawe katika usawa kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'iina, wawe ni wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Qasidan inqadhahum minan nar. Wazazi wawe na malengo ya kukusudia kuwaokoa watoto zao kutokana na moto. Watoto wewe mzazi kuwa msaada wa kumsaidia mtoto wako asiendi ndani ya moto. Mustahdiran amra Allah ta'ala, amra Allah ta'ala lahu. Pia awe akikumbuka maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aliposema ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara. Enyi ambao mlioamini, okoeni nafsi zenu. Kwanza nyinyi wenyewe nafsi zenu mziokoe. Mtaziokoa kwa njia ipi? La shaka mtaziokoa kwa kutenda yaliyokuwa ya khairi na kuacha yaliyokuwa ya maasi, kuwa watu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahlikum nara, pia na watu zenu, familia yenu, watoto zenu, wake zenu, wote hawa muwaokoe. Bimaana okoeni nafsi zenu na familia zenu, ahali zenu pia nao muwaokoe kutokana na nini? Na nar,
kutokana na moto wa jahannam. Waquduha an-nasu wal hijara, moto huu ambao kuni zake, waquduha, kuni za huyu moto ni watu na mawe, watu wenye maasi ambao ndio watakuja kuwa kuni za huyu moto, na mawe hivyo hivyo pia. Baadhi ya wafasiri wakasema kwamba haya mawe ni yale masanamu ambayo yalikuwa yakiabudiwa. Kuna wafasiri ambao wamezungumza kama hivyo. Suratu Tahrim hiyo aya. Kwa hiyo msingi wetu sisi wa 5 ni msingi ambao unatufundisha wazazi au kila mzazi awe na malengo ya kutaka mtoto wake awe mwema. Kila mzazi awe na malengo ya kutaka mtoto wake awe mwema. Tutapiga mifano. Kuna baadhi ya wazazi wakiona watoto zao wakiona watoto wa wengine wanapiga hatua mbele katika masala ya dini mathalan, wanatamani laiti watoto zao nao pia wangekuwa mfano wa wale watoto. Unaona? Wewe mzazi umekwisha liona hilo. Bado haujachelewa. Ungaliki na muda wa wewe kuweza kumlea mtoto wako vyema. Mfano, juzi hapa nilikuwa napita kwenye baadhi ya mastati ya watu, nikawa nimeona stati moja ambayo inasema hivi. Mathalan, ni mtu ambaye alikuwa amemposti Sheikh Abdul Hamid Yusuf Mahmud. Kisha pale kwenye yale maneno yake akaandika, kuna wamama waliozaa jamani hadi raha. Mashallah. Kuna wamama waliozaa. Na malengo pia yamechangia kuandaa generation ijayo, kuandaa kizazi ambacho kitakachokuja. Kumbe wewe uliona vile, masha Allah, na wewe kuwa na nia, muandae mtoto wako, muombe Allah na umuandae mtoto wako aje kuwa mfano wake yeye au zaidi yake. Ungaliki na nafasi, haujachelewa. Kwa hiyo kila mzazi inabidi awe na nia nzuri ya kumuandaa mtoto aje kuwa mtu. Mimi mtoto wangu atakuja kuwa kiigizo cha jamii kesho kutwa. Kumbe anza maandalizi yako mapema, ewe mzazi. Anasema mtunzi wa kitabu, man kanat hadhihi niyatuhu, yule ambaye hii ndio itakuwa ni nia yake, nia nzuri. Wa hadha maqsiduhu, na haya ndio akawa maksadi yake, makusudio yake. Fa inna Allah ta'ala yu'inuhu wa yusaddiduhu, Allah atakusaidia na atakusuluhishia. Wewe mzazi ukiwa na nia nzuri, nia ya kutaka mtoto wako aje kuwa kiigizo chema, ukamlea kwa maadili ya dini, na huku ukimuomba Allah, mkumbuke hili neno tumelisoma huko mwanzo. Wakati unapokuwa uko unamlea mtoto wako, usisahau kuomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watasuhulu alayhi tarbiyatuhu liabnaihi, pia mzazi atapata urahisi na wepesi katika malezi ya kumlea mtoto wake, ukiwa na nia nzuri, ukiwa na malengo yaliyokuwa mazuri. Fa inna min a'zami al-ashya'i allati tu'inu al-'abda, hakika miongoni mwa vitu vikubwa ambavyo vinamsaidia mwanadamu salaha niyatihi wa maqsadihi, ni nia yake kuwa njema na malengo yake.
nia yake kuwa njema na malengo yake. Jamani, nia ni jambo ambalo linahitajika kwa kila mwanadamu. Mtume alayhi salatu wassalamu alipotambia innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, hakika kila mwanadamu hakika matendo yanakwenda kwa nia. Matendo yanakwenda kwa nia, na kila mwanadamu atalipwa sawa na nia yake, au kila mwanadamu atalipwa kutokana na nia aliyoiweka. Wewe mzazi, wakati unapokuwa unampatia mtoto wako malezi, weka nia, nuia upate thawabu katika malezi yako, katika malezi unayompatia mtoto wako. Ndio maana wanasema baadhi ya wanazuoni, aniyatu tijaratul mu'mini, nia ni biashara ya muumini. Nia yako ikiwa salama utapata thawabu, ama ukifanya jambo bila kuwa na nia hutolipatia thawabu. Na ndio maana Sheikh anatuonesha katika hili darasa letu, wazazi wawe na maksad, wawe na malengo, na malengo yenyewe yawe ni malengo mazuri. Sio mzazi unamwandaa mtoto wako eti aje kuwa kama msanii fulani. Mzazi unamwandaa mtoto wako eti aje kuwa mchezaji wa mpira kama fulani. Mzazi unamwandaa mtoto wako eti aje kuwa mcheza filamu kama fulani. Umefeli. Hapo umefeli. Mzazi, muandae mtoto wako aje kuwa kiigizo bora. Muandae mtoto wako aje kuwa shekhe bora. Muandae mtoto wako aje kuwa kiongozi wa dini bora. Muandae mtoto wako awe mpigiwa mfano katika umma. Kwa hiyo nia ni jambo la muhimu sana. Ikhlasun niyya, ikhlas katika malezi. Tukumbuke kwamba vile ibada inakwenda na vitu viwili. Ibada inakwenda na vitu viwili. Ikhlas bimaana nia, kadhalika mutaba'atu rasul, kumuiga mtume alayhi salatu wassalam. Kila kitu ambacho utakachotaka kukifanya wewe mwanadamu, hakikisha kuna hivyo vitu viwili. Unafanya kwa ajili ya Allah, na unafanya kwa kufuata kile ambacho mtume alayhi salatu wassalam alichokifanya. Sheikh akaendelea kusema, wa aktharul abai yaghfuluna an hadhihi niyya. Subhanallah, wazazi wengi wanaghafilika kwa nia hii, kwa hili lengo. Wazazi wengi wanaghafilika katika hili lengo, wanakuwa hawana malengo. Wala yastahdiruna ma'na al-ibada fi ta'amulihim wa tarbiyatihim, wala wazazi hawaikokoti ibada, hawaleti maana ya ibada, hawaielewi maana ya ibada katika malezi yao, katika kuamiliana na watoto wao. Na tunafahamu kwamba vile ibada kama jinsi wanavyoiarifu wanazuoni kwamba ni ismu jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal af'al dhahira wa batina, kwamba ibada ni kila kitu ambacho Allah anachokipenda na anakiridhia katika matendo ambayo yapo dhahir au matendo ambayo ni asiri. Hiyo ndio ibada. Na ibada inahitajia nia. Ikiwa malezi ni kitu ambacho Allah anakipenda, malezi ni kitu ambacho Allah anakiridhia, kumbe nia inahitajika. Nia inahitajika, la sivyo umefeli. Haya, na hadithi tumeileta, hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam alipotambia inama al-a'malu binniyati inama likulli imri'in ma nawa. Kadhalika tukumbuke kwamba vile katika malezi wazazi, mjue kwamba vile Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na kila mtu. Allah anatuona yote tunayoyafanya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Mwanadamu hatamki kauli ya aina yoyote
isipokuwa yuko na malaika wawili wa kuandika mazuri ambayo mwanadamu anayafanya na kuandika mabaya ambayo mwanadamu anayafanya. Kumbe wazazi tuwe makini sana. Tuwe makini sana na yale ambayo tunayafanya. Sheikh akaendelea kusema fayuhramuna khalis al-ajr wa thawab. Wazazi wanakuja kunyimwa thawabu na malipo kwa sababu tu ya kuikosa nia, ikhlas. Wayuhramuna at-tawfiq wal-i'anata was-sadad. Pia wananyimwa kuwafikishwa katika malezi bora. Mzazi unalea mtoto lakini watoto wanaharibika. Watoto wanaharibika. Kwa nini? Kwa sababu umefeli katika mlango mzima wa nia. Fahum yurabbunahum bi'ashwa'iyyati wa takhabbut. Wazazi wanawalea watoto kivurugu. Ashwa'iyya, kivurugu bila mpangilio. Wa takhabbut, na ndio ile yani vitu kutokuwa kimpangilio. Hatta innahum la yastahdhiruna niyyata inda jalbi at-ta'am wal-kisa'i lahum. Subhanallah. Kila mzazi atajihesabu mwenyewe, je, mimi nimo ama mimi pia naelekea kufeli kama sijajikosoa. Anasema mtunzi wa kitabu, wazazi wanalea kivurugu hadi hawawi na nia wakati wa kuleta chakula kwa watoto au mavazi kwa watoto. Wewe mama unatoka unakwenda sokoni kuemea, una nia gani? Nia yako ni kuashibisha tu. Wewe baba umekwenda kutafuta riziki, ration, matumizi. Uko penye umeenda kutafuta, je, una nia gani? Nia yako iko vizuri ili upate thawabu wakati wote utakuwa unatumika? Wewe mzazi ukitoka unaenda sokoni kuemea kwa sababu watoto wale, huku ukaweka nia yako nzuri, unaandikiwa thawabu jinsi unavyokwenda kuemea mpaka jinsi utakavyorejea nyumbani na kupika watu wakala, unaandikiwa thawabu. Wewe mzazi wa kiume unavyotoka nyumbani unakwenda kutafuta, uko na nia nzuri kwa ajili ya kizazi chako, unaandikiwa thawabu muda wote ambao utakuwa unatafuta riziki, unaandikiwa thawabu. Tuko wapi? Hakadha nafaal. Hivi ndivyo tunavyofanya. Tumefeli katika huyu mlango. Mtume alayhi salatu wassalamu anasema, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinari moja, yani pesa moja unayoitoa kwenye jihadi. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, na pesa moja ambayo unayoitoa kwa ajili ya mtumwa. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, na pesa moja unayoitoa kwa ajili ya kumpa maskini. Ya salam. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, na pesa senti moja unayoitoa kwa ajili ya ahli yako, familia yako, mke wako, mtoto wako. Sikiliza hizi tabaka zote mtume alizotutajia. Pesa umeitoa fi sabilillah, pesa umeitoa kwa ajili ya mtumwa, pesa umeitoa kampa miskin, pesa umeitoa kampa mke wako aende akaemee ale, pesa umeitoa kanunua chakula mtoto wako ale. A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika, yenye na malipo mengi kushinda zingine zote ni ile pesa umeitoa kwa kupatia ahli yako. Ukitoa pesa ukampa maskini na pesa nyingine ukampatia mke wako aende akaemee matumizi, hii uliompatia mke wako ina ujira mkubwa kuliko ile ambayo uliompatia miskini. Hadithi rawahu Muslim. Tazama ujira jinsi ulivyojaa. Ujira jinsi ulivyojaa. Ikaja kwenye nyingine riwaya, hadithi imepokea Imam Muslim, na hapa chini ametuandikia namba
2358. Ikaja pia kwa Bukhari na Muslim, kwa Bukhari hadithi kwenye Kitabul Imani mlango wa 41. Kitabul Iman mlango wa 41. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, idha anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu sadaqa. Pindi mtu atakapotoa matumizi kwa ahali yake, yahtasibuha entre parenthese, au tupige mstari neno yahtasibuha, bimaana huku anataraji malipo kwa Allah kwa ile ambayo alimpatia mke wake, fahuwa lahu sadaqa, unaandikiwa sadaqa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqa ziko nyingi, tazama hii sadaqa. Haya, anasema Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani kwenye Fathul Bari kitabu cha kwanza ukurasa wa 136, ananukuu kauli ya Imamu Al-Qurtubi kwamba Imamu Al-Qurtubi amesema, afada mantuquhu, hii hadithi inatuonesha kwamba anna al-ajra fil infaqi, kwamba malipo anayoyapata mtu wakati wa kumpa matumizi mke wake, inma yahsulu biqasdi al-qurba, hayo yanapatikana kwa malengo ya kujikurubisha kwa Allah, sawaan kanat wajibatan au mubaha, sawa iwe ni matumizi uliyompatia ambayo ni ya wajibu wewe mwanamume kumpa, au ni matumizi ya mubaha, matumizi ambayo ni ya ruhusa. Maana yake hivi, wewe mwanamume kumrasione, kumhudumia mke wako, matumizi ni wajibu kwako umhudumie, sawa, ni wajibu kwako kumhudumia. Lakini kuna vitu ambavyo sio wajibu wewe mwanamume kuvifanya. Subhanallah. Kuna vitu ambavyo sio wajibu wewe mwanamume kuvifanya kwa mke wako, bali ni pendekezo lako. Mathalan, mke wako umemnunulia nguo, labda iko na nguo 5 ndio ulimnunulia, mathalan nguo 5 ndio ulimnunulia, au twende jinsi vitabu vya fiqh vinavyosema, wajibu wa mwanamume kwa mke wake ni kumnunulia nguo 2, nguo ya wakati wa joto na nguo ya wakati wa baridi. Hizi 2 ni wajibu. Ama kinyume na hizo 2, vya kubakia yote ni mubaha, ni kupenda. Sasa mfano, kila ukiona nguo unataka umnunulie mke wako, hii sio wajibu, sio lazima, lakini ni mubaha. Ila na hili jambo la mubaha ukilifanya kwa kutaka kujikurubisha, unaandikiwa thawabu. Ndio Sheikh anasema sawa wewe ni jambo la wajibu au wewe ni jambo la mubaha. Pia kumhudumia mke wako matumizi, chakula ni wajibu, lakini umepita sehemu ukaona labda kitu, mathalan ukaona labda pipi, ukachukua ile pipi ukainunua kwa ajili ya kumpelekea mke wako, ukanuia upate thawabu, ukanuia kujikurubisha kwa Allah, unapata thawabu. Akaendelea kusema, wa afada mafuhumuhu, kinyume cha ile hadithi inatufaidisha kwamba man lam yaqsid alqurba lam yu'jar. Haya maneno ya Qurtubi yako kwenye Fathul Bari yazingatie. Kinyume chake sasa, ambaye atakayemhudumia mke wake wala hakuwa na makusudio ya kujikurubisha kwa Allah, lam yu'jar, hatopata malipo. Kwa sababu kule mwanzo tumesoma hadithi, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Hata wewe mke ukikaa uko unapika chakula unampikia mume wako, ukanuia qurba, kujikurubisha kwa Allah, unaandikiwa thawabu. Lakini au kunuia ukapika tu, ni wajibu wangu kupika tu, acha nipike tu wale, khalas, hamna thawabu. Kumbe nia ni jambo la muhimu sana katika kuzifidia hizi thawabu, tuzichume kwa wingi.
afu shekha akasema walakin tabra'u dhimmatuhu minan nafaqati alwajiba, lakini hauna dhambi kwa sababu umekwisha mrasione mke wako, umemhudumia mke wako lile lilokuwa la wajibu, lakini thawabu hauna juu hauna qurba. Lakini ukiweka nia ya kujikurubisha, basi hapo unapata thawabu, lianaha maqulatun almaana, hiyo inaeleweka kiakili. Hayo yalikuwa ni maneno ya al-Hafidh Imam al-Qurtubi ambaye alikuwa amenukuliwa na al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Mtunzi wa kitabu akaendelea kusema waman rabba abnaahu, na yule ambaye atakaelea watoto zake ala qawaida sahihatin, kwa kupitia kanuni zilizokuwa sahihi, wa asaliba madurusatin, na pia akatumikisha uslubu ambao umesomwa, sio kulea kwa kuiga, sio kulea kwa venye umeona ndani ya filamu. Hapana, chukua ilmu ya malezi kwa wale ambao wamebobea kwenye mambo hayo ya malezi. Kwa ambaye atakaelewa watoto zake kwenye taratibu hizo, falghalibu anna maqsidahu min dhalika yakuna abna'uhum mutamayyizina dirasiyan wa sulukiya. Mara nyingi malengo yao wanakuwa wanataka watoto zao wawe ni wenye kuelewa, wapambanukiwe au wapambanuliwe kimasomo na kitabia. Mtoto wako unamlea kwa yale ambayo uko nayo ilmu, mtoto wako anakuwa milelewa kiilmu na anakuwa milelewa kitabia vizuri. Wa an yakunu muti'ina tayyibina, pia mzazi huyu anakuwa anataka watoto wake wawe ni watiifu, wawe watu wazuri. Wa an yaslamu min sharrihim wa adhahum, na pia watu wapate kusalimika kutokana na shari zao na maudhi yao. Kuna watoto ambao wana maudhi mpaka watu wanatamani wafe, watu wanatamani waondokee kwa vurugu na kero za hao watoto. Wa hadhihi niyatu la takfi. Shekha anatuzindua kitu kimoja, hii nia peke yake haitoshi. Fa aina niyatuhum an takuna tarbiyatuhum li ajlillah, inabidi nia ya malezi yao yawe ni kwa ajili ya Allah. Mtu unaweza kusema mimi namlea mtoto wangu kama jinsi tulivyosema, mtoto wangu nataka aje kuwa mtu mwema, mtoto wangu mimi nataka aje kuwa mtiifu. Una malengo mazuri, lakini haya malengo peke yake hayatoshi. Fa aina niyatuhum an takuna tarbiyatuhum li ajlillah, iko wapi nia ya kutaka malezi yako yawe kwa ajili ya Allah? Uyasogeze kwa Allah, uyatembelee katika misingi ya Allah. Wa an yuallimuhum ta'alim al-islam, kuwafunza watoto malezi ya Kiislamu. Leo kuna mtu tangu mdogo hadi kufikia kuwa mkubwa hajawahi kupelekwa hata madrasa, hata Qur'an yake haijui. Huyu mtoto wako atasali vipi? Atamwabudu aje mzazi Mola wake? Atamwabudu aje Mola wake na ilhali wewe mzazi hujamsaidiza? Wa an yusliha Allahu bihimul ibada wal bilad, pia kuwa na nia ya kutaka Allah awasuluhishie, awaweke waja wote wao vizuri, watu wampokee mtoto wako vyema, watu wamuone mtoto wako kwamba ni mtu mwema, ni mtu mwenye adabu, wal bilad, na waraia wananchi wote wamuone mtu kwamba ni mzuri. Faharijun biman lam takun hadhihi niyatuhu an la yu'an, ni vyepesi sana mtu ambaye hana nia ya kujisogeza kwa Allah wakati wa malezi kutokupata msaada. Wa an yajida juhudan wa anatan fi tarbiya, mtu atajikutana ametumia juhudi kubwa, amepata tabu katika malezi yake. Wala unasha'u kama arada falan yaudu alayhi bin naf'i wal birri alazim. Kuna mtu anaweza kukwambia mimi nimewalea watoto zangu mpaka wamekuwa, sikuwa na nia ya kujisogeza kwa Allah wala ikhlas wala nina, watoto ndio hapo wamekuwa. Sheria anakuambia hata kwamba watoto watakuwa kama jinsi mnavyotaka na wakakuwa kweli vizuri, falan yaudu alayhi bin naf'i wal birri alazim, elewa ya kwamba hao watoto hakuna manufaa yenye watakurejesheaga wewe, wala hakuna wema mkubwa ambao watakurejeshea.
Hapa duniani wanaweza wakakununulia magari, wakakujengea manyumba, kufa uyaone. Wazazi wangapi wameshakufa tangu walifariki? Wallah, hakuna mtoto wake hata mmoja ameshajitolea sadaka kwa ajili ya baba yake au kwa ajili ya mzazi wake wa kike. Hakuna mtoto hata mmoja ameshakaa chini na kumwombea dua mzazi wake, au waladin salihin yad'u la. Hakuna hata mmoja. Nini? Wazazi wamefeli katika malezi ya wale watoto. Farubama istaqallu fi kibarihim wa inshaghalu fi amalihim. Huenda wale watoto wanakuja kuwa wakubwa, wanajitegemea sasa kwenye ukubwa wao, wanashughulishwa na kazi zao. Fa in ahsanu ilayhi ra'awhu fi sanati marratan au marratayn. Unakutana mtoto ameshakuwa mkubwa kwa sababu ulimnyima malezi bora, haukuwa na nia nzuri wakati wa malezi yako. Mtoto anafanya mazuri, anamfanyia mzazi wake mazuri, lakini ra'awhu fi sana marra au marratayn. Mzazi anamuona mtoto wake mara moja kwa mwaka au mara mbili kwa mwaka. Mwaka mzima uko na siku 360 na kwenye 360 na unamuona mtoto wako siku 2, siku 1, siku 3. Hata tuweke siku 10 ndani ya siku 360 hazitoshi. Mzazi ukimuuliza mtoto anakuambia kwa kweli nimebanwa na kazi sana. La, jichunguze wewe mzazi, umefeli katika malezi yako. Haya ndo matokeo yanakuja kukubadilikia sasa. Ukiona mtoto wako haumuoni ipasavyo wakati wa utu uzima, ameshakuwa mtu mkubwa, haumuoni inavyostahili, elewa kwamba kwenye malezi yako wakati ulipokuwa unamlea haukuwa na ikhlasi ndani yake. Sheikh anasema katika maneno ambayo ni muhimu sana, wala takfi niyatu salihatu wahdaha fi tarbiya duna fi'l al-asbab. Nia peke yake haitoshi bila kufanya sababu. Kuna mtu anakuambia eti mimi nalea watoto zangu kwa ajili ya Allah, nipate malipo kwa Allah, na Allah pia ametumiza tuwatendee wema watoto zetu, tuwalee vizuri maadili mema, khalas. Na Allah kama amemwandikia mtoto kuharibika ataharibika, na kama alimwandikia kuongoka ataongoka. La, sio hivyo. Sio hivyo. Lazima ufanye sababu. Tena kuna watu wanakuaga na hii tabia kusema kwamba wana mimi chenye Allah ameniandikia kitakuwa tu, afu anaacha kufanya sababu. Hii ni akida ya makundi potofu. Kuna kundi linaloitwa al-Qadariyya, yani ni kundi ambalo kuna kundi ambalo linaitwa al-Qadariyya, yani bi maana mwanadamu kila kitu anakijifanyia yeye mwenyewe tu. Na kundi lingine linaloitwa al-Jabariyya, yani mwanadamu yeye lazima atatiwe yenye ameandikiwa. Kama makundi potofu. Kwa hiyo sababu inahitajika. Ndio maana wanazuoni wa akida wanasema ittikhadhul asbabi la yunafi alqadar. Kufanya sababu haipingani na makadara. Haipingani na makadara. Tusiwi kama watu wenye wanapinga makadara na kuambia mimi kama Allah ameshaga niandikia mimi kuwa peponi ni wa peponi, tunisali nisisali mimi nitaenda peponi. Sasa huyo mtu unamsikia anasema hivyo, unamuuliza uko na mke, uko na mtoto? Ndio. Wewe unaona ajonge achaga tu kuoa kajikalia zako ndani, kama Allah alikuandikia kupata mtoto utampata mtoto bila kuoa wala bila tendo la ndoa. Atakwambia wewe uko rofa sana. Kumbe wakati mwingine akili zifanye kazi. Wa min a'zamil asbab, sheria inakuonesha miongoni mwa sababu kubwa ambazo mwanadamu inabidi ushikamane nazo, hasatan wazazi, anurabbiyahum, tuwalee watoto, wanudarribahum, na tuwazoeleshe, ala al-akhlaqil hasana, kunako tabia njema, al-khuluqul hasan, tabia zilizokuwa njema. Na hata ukikumbuka kuna baadhi ya mapokezi yaliyopokelewa kwamba mtume akisema wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, na uwatendee watu tabia iliyokuwa njema. Kuna khilafu kwenye usahihi wa hadithi hii. Watendee watu tabia zilizokuwa njema, tunahimizwa watu kufanya mambo yaliyokuwa mazuri. Wal adabu tayyiba, na kuwatendea watu tabia zilizokuwa nzuri, kuamiliana na watu kwa tabia nzuri. Ka adabil istidhan, wafundishe watoto zako adabu ya kuomba ruhusa. Kuomba ruhusa. Mtoto anakuja nyumbani anataka kuingia chumbani, aombe ruhusa, sio kuingia tu hivi. Na hili limekwisha shindikana leo, sio kwa watoto tu, hadi kwa watu wazima watu wanakuwa waombe ruhusa. Sawa na jinsi sheria ilivyotufundisha. Unaenda sehemu unaomba ruhusa.
unatoa na salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakikuitikia wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ufike unawaambia niingie. Wakikwambia ingia, unaingia. Kama hawakukwambia basi usiingie. Haya ndio mafunzo. Wafundisheni watoto kujua kuomba ruhusa, wa adabi taam. Pia mwafundishe ku adabu za chakula. Sasa cha kusikitisha na utana na mzazi mwenyewe hajui adabu za chakula. Kitu ambacho wazazi tunajuaga, adabu ya chakula ni mtoto kula kimya. Wakati mzazi atakuwa anachangia na watoto afu mtoto akaongea, utamsikia mzazi anamwambia ndio adabu ya chakula hiyo. Nani alikufundisha kukula unaongea? Nani alikwambia kama kukula unaongea ni haramu? Wapi hiyo imetoka? Adabu ya chakula zipo. Mtoto ale kwa mkono wa kuume, ale mbele yake, ale taratibu. Atakapokula chakula hakikisha kisifiki katikati ya kiganja cha mkono, yani sio apige tonge likaja kwenye mkono. Amtaje Allah kabla ya kula, amshukuru Allah baada ya kula, na zinginezo katika adabu taam. Na vile vitu vipo katika kutubu ilmia, vipo hivyo vitu kama vile hasatan kitabu Riyadhus Salihin. Ni kitabu ambacho kina masala mengi sana katika upande wa adabu. Kitabu kizuri sana watu kukisoma, na kipo kwenye lugha tofauti. Kuna vyenye vipo kwenye lugha ya Kiarabu, lugha ya Kifaransa, lugha ya Kiingereza, lugha ya Kiswahili, vipo kwenye lugha tofauti. Ni kitabu kizuri sana, kitabu Riyadhus Salihin. Ni kitabu kizuri. Na Allah mlipe kheri Sheikh wetu aliyewahi kuwa mufti wa nchini kwetu Burundi, kwa sasa ipo Belgique, Sheikh Salum, yuko na darasa la hiki kitabu cha Riyadhus Salihin. Kwa kweli ni kitabu muhimu, ni kitabu kizuri, na ni durusu ambazo watu hawafai kuzikosa. Ni kitabu ambacho haufai hata kukikosa ndani ya nyumba yako. Kwa lugha yoyote kitakavyokuwa, uwe nacho, uwe ukikipitia na uwe na wauliza mashekhe wanakuweka vizuri. Kama vile mathalan Sheikh Salum hafidhahullah yuko na kidarasisha hicho kitabu. Kama sikusahau, nadhani ni siku ya kwanza, siku ya pili na siku ya tatu, kama sikusahau. Unafuata darasa na uko na kitabu chako, wallahi tastafidi kathira, tastafidi mengi sana. Hiki kitabu kitakusaidia katika masuala ya adabu. Wassalam, wafundishe watoto salamu, watoto watuliane salamu. Japo leo nao wakubwa wasalimianaji. Katika dalili za kiyama salamu itakuwa inatoka ni kwa mjuano. Ndio zama ambazo tumo ndanimo sasa, salamu inatoka ni kwa mjuano. Wa ziyaratul aqarib, wazoelesha watoto kwenda kuwatembelea ndugu zao. Wa iadatul marda, kwenda kuwatembelea wagonjwa. Wa ihtiramul akharina, watoto waheshimu wengine. Wa nurabbihim wa nudarribuhum ala alibadati, tuwalee watoto na tuwazoeleshe katika ibada kama walivyokuwa wanafanya masahaba, kasalati wasiyam wa sadaqa, kama vile kusali. Mtoto mzoeleshe kusali bado angali mdogo, mzoeleshe kuswaumu, mzoeleshe kutoa sadaka. Mpe 50, ukienda msikitini mpe 50, utatoa sadaka. Mpe 50, utatoa sadaka. Mtoto azoea anaenda anaona ibada. Fahadha wajibun ala jamii al-abai wal ummahati, haya ni wajibu kwa kila mzazi wa kiume na mzazi wa kike. Anasema Umar ibn al-Khattab akimwambia jamaa mmoja, ya hadha, wewe ahsin adaba ibnika, pendezesha adabu ya mtoto wako. Fa innaka mas'ulun anhu, hakika wewe utaulizwa kuhusu mtoto wako. Wa huwa mas'ulun an birrika, naye pia mtoto wako ataulizwa kunako wema wako. Kumbe wazazi wawale watoto zao malezi bora, ili watoto wapate kuwaheshimu wazazi wao. Anasema Imamu Sufyan Thauri rahimahullah, kana yuqal, kwamba wema waliotangulia ilikuwa ikisemekana, min haqqi alwaladi ala alwalid, miongoni mwa haki za mtoto kwa mzazi wake, an yuhsina adaba, ni mzazi kuipendezesha adabu ya mtoto wake. Ni haki wewe mzazi uipendezeshe adabu ya mtoto wako, mpe mtoto wako adabu iliyokuwa nzuri. Haya maneno ya Umar na maneno ya Sufyan Thauri, Allah waridhie wote kwa ujumla. Hapa chini wanatuambia napatikana kwenye kitabu Mawsu'atu Ibn Abi Dunya, kitabu cha 8 ukurasa wa 78. Kwa ndugu zangu wa Kiislamu, malezi ni kitu muhimu sana. Darasa letu la leo linatuhimiza wazazi kuwa na malengo mazuri na pia kuwa na nia ya ikhlas kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili tupate kufaulu. La sivyo tutafeli.
kila lolote ambalo tutakalotaka kulifanya lazima tuwe na malengo mazuri, tuwe na nia. Hivyo tutafaulu, la sivyo kinyume na hayo basi tutakuwa miongoni mwa wenye kufeli. Basi tunamwomba Allah. Naam. Mtu aliandika mzazi anajuzu kuomba ruhusa kuingia chumbani kwa watoto wake au anaweza kusambua? Kama watoto wa mzazi kuomba ruhusa kuingia chumbani kwa watoto wake, kama watoto wameshakuwa watu wazima, washainikisha kuwa watu wakubwa, inafaa aombe ruhusa. Mathalan mtoto mwanaume ameshabalighi, mzazi unaingia tu hivi hivi, inakuwa sio jambo ambalo linakubaliana na kisheria. Alafu na pia kitu kingine, mzazi unapoomba ruhusa kabla ya kuingia, hii ni moja miongoni mwa njia za malezi. Ni moja katika njia za malezi. Maana mtoto atakapoona mzazi kuingia kwetu anaomba ruhusa, vipi sisi tukiingia ndani kwake? Ila mzazi ukiingia bila ruhusa, naye pia mtoto atakuwa anaingia bila ruhusa. Kumbe malezi yaanzie kwanza huko kwa wazazi. Kwa hiyo mtoto kama ameshakuwa mtu mzima haifai, unaweza ukaingia ukamkutana hakuvaa, inakuwa ni tatizo. Acha mwanaume, hata mtoto mwanamke pia haifai kumuona hakuvaa, kwa sababu kuna sehemu, kuna etape au kuna mipaka ya sehemu ambazo mwanadamu au mwanamke anaruhusiwa kumuona mwanamke mwenzake na sehemu ambazo hairuhusiwi kumuona mwanamke mwenzake. Kumbe inabidi watu makini. Mathalan unakutana leo watu wamejisahau, mwanamke huyu anavaa kola eti juu mbele ya wanawake wenzake. Hadhara ya juzu. Hii haijuzu mwanamke kuvaa kola hata kama uko mbele ya wanawake wenzako. Kwa hiyo watu inabidi tuwe makini sana. Kumbe na mzazi aombe ruhusa kabla ya kuingia ndani kwa watoto wake. Allah, basi tunaomba Allah tupatie elimu yenye manufaa, tunaomba Allah tupatie mwisho mwema, tunaomba Allah tujalie tuwe wazazi bora katika kizazi chetu, tunaomba Allah atujalie tuwe tukiweka ikhlasi katika malezi tunayowapatia wale ambao tunawalea, tunaomba Allah tuthibitishie kaulu la ilaha illa Allah wakati wa kufa kwetu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.